Jeshi la polisi limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa wawili na linaendelea kuwahoji watuhumiwa hao kwa kumjeruhi mtu mmoja aitwaye Mihayo Boya Budaga. Huyu ni mtu mzee mwenye umri wa miaka 78, ni mkulima na ni mkazi wa kitongoji cha Nyambono, kipo katika kijiji cha Kisamba, kata ya Rubugu, katika wilaya ya Magu. Watuhumiwa hao waliokamatwa kwa majina: wa kwanza anaitwa Lusana Kaswahili, ana umri wa miaka 39, fundi ujenzi na mkazi wa kitongoji cha Inda, kijiji cha Lugeye, kata ya Kitongosima. Mtuhumiwa mwingine aliyekamatwa wa pili ni Mbizo Dawa Kaswahili, miaka 33, mkulima na mkazi wa Miti Mirefu katika kata ya Magu mjini. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba siku ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu majira ya saa 8 za usiku, huyo bwana Mihayo Boya Budaga alikuwa amelala katika nyumba yake. Ghafla watuhumiwa hao wawili waliweza kuvamia makazi yake kwa kuvunja mlango wa kuingilia ndani, na walipoingia walielekea moja kwa moja hadi kwenye chumba chake alipokuwa amelala yule ndugu aliyejeruhiwa. Wakiwa ndani, waliweza kumshambulia mzee huyo na kumjeruhi kwa kumkata na kitu chenye ncha kali kichwani upande wa kulia, pamoja na maeneo mbalimbali ya mwili wake pamoja na mkono wake wa kulia. Hali hiyo ilimsababishia majeruhi huyo kuvuja damu nyingi na hali yake ya kiafya kuwa mbaya. Hata hivyo, taarifa za kujeruhiwa kwa mwananchi huyo zilifika katika mamlaka za viongozi wa eneo hilo na hatimaye kwa jeshi la polisi, ambapo askari wa jeshi la polisi waliweza kufika haraka kwenye eneo la tukio na kumchukua majeruhi kwa ajili ya kumpeleka hospitali kwa ajili ya matibabu. Alipelekwa katika hospitali ya wilaya ya Magu, lakini baadaye hali yake ikazidi kuwa mbaya na hatimaye kuhamishiwa katika hospitali ya rufaa kanda ya Bugando kwa ajili ya matibabu. Kwa sasa majeruhi huyo anaendelea kupata nafuu akiwa bado anapata matibabu hapo hospitalini Bugando. Uchunguzi unaonesha kuwa chanzo cha tukio hilo ni imani potofu za kishirikina, ambapo watuhumiwa waliokamatwa waliamua kufanya tukio hilo la kumjeruhi, lakini lengo lao kubwa lilikuwa ni kutaka kumuua, wakilipiza kisasi kwa msingi kwamba amekuwa akiwaroga baadhi ya ndugu zake ambao wengine walipoteza maisha. Hata hivyo, watuhumiwa kama nilivyosema wamekamatwa pamoja na imani zao hizo za hovyo za kishirikina, wameweza kukamatwa na wanazidi kuhojiwa. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wananchi wote, kwanza kuachana kabisa na tabia ya kujichukulia sheria mkononi na kuwashambulia watu kwa visingizio vya imani za kishirikina au visingizio vya aina yoyote, na waache visasi mara moja, kwani vitendo hivyo havitafumbiwa macho hata kidogo na jeshi la polisi. Watuhumiwa hao wanaendelea kuhojiwa na uchunguzi ukikamilika watafikishwa mahakamani haraka ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Kutokana na tukio hili, pia nichukue nafasi hii kuwashukuru madaktari wa hospitali ya Bugando pamoja na Magu kwa ushirikiano na hatua za haraka za kunusuru maisha ya majeruhi huyo ambaye wakati wa tukio hilo alivuja damu nyingi na alipata hali mbaya sana.